Ni majira ya asubuhi katika mtaa wa Forodhani, manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Jua linapochomoza taratibu, sauti za mazungumzo, vicheko na zana za kazi zikijazana hewa. Hii si siku ya kawaida, ni ushuhuda wa nguvu ya pamoja, nguvu inayozaliwa pale wananchi wanapochagua kushikana mkono na serikali yao kuleta maendeleo ya umma. Barabara ya mtaa huu imekuwepo kwa muda mrefu, lakini hali yake ilikuwa ikiwasumbua wakazi, hasa wakati wa mvua. Kupitika kulikuwa ni kwa shida, hivyo kuwa changamoto kwa watumiaji. Badala ya kulalamika au kusubiri msaada kutoka nje, wananchi wa Forodhani walichagua njia tofauti, njia ya maamuzi ya pamoja na vitendo. Kwa kauli moja, wakazi wa mtaa huo waliamua kutoa mchango wa hali na mali, kila mmoja kwa kadri anavyoweza. Wengine walitoa fedha, wengine walijitoa kwa nguvu zao, huku wengine wakichangia vifaa. Ilikuwa ni picha ya jamii iliyoungana kwa lengo moja, kuondoa kero ya barabara na kuboresha mazingira yao ya maisha. Kilichofanyika Forodhani akikutokea kwa bahati mbaya, ni matokeo ya mshikamano uliodumu kati ya wananchi na uongozi wa mtaa. Uhusiano wa karibu kati ya wajumbe wa mtaa, mwenyekiti na mtendaji wa mtaa uliweka msingi wa mawasiliano ya wazi na uwajibikaji, hali iliyowajengea wananchi imani ya kushiriki kikamilifu. Katika mazingira haya ya kuaminiana, wananchi walihamasika kujitokeza, wakitambua kuwa sauti zao zinasikilizwa na mchango wao unathaminiwa. Hii ndiyo dhana halisi ya uongozi shirikishi, ambapo viongozi na wananchi husimama upande mmoja kwa ajili ya maendeleo ya wote. Hakika kile kilichofanywa na wakazi wa Forodhani ni mfano wa kuigwa na mitaa mingine na ngazi nyingine za uongozi. Ni ushuhuda wa kwamba uwajibikaji wa jamii na viongozi unaweza kuleta matokeo chanya pale unapokuwepo na umoja, maono ya pamoja na dhamira ya kweli. Zaidi ya hapo, jitihada hizi zinaweza kuwa kichocheo kikubwa kwa serikali na wadau wengine kuwaunga mkono wananchi waliothubutu kuanza, kwa sababu maendeleo hayaanzi kwa misaada mikubwa, bali huanza na hatua ndogo zenye nia njema. Yaani, anza wewe, wahisani watakukuta njiani. Kwa wakazi wa Forodhani, maboresho ya barabara ni mwanzo tu wa safari ndefu ya maendeleo. Wanasisitiza kuwa moyo huu wa kujitolea na mshikamano utaendelea kuimarika hata katika miradi mingine watakayoibua kwa pamoja. Miradi hiyo yaweza kuwa katika usafi wa mazingira, ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya afya, elimu na sekta nyinginezo zinazogusa ustawi wa jamii. Kwa mtazamo wao, umoja waliouonesha leo ni mtaji mkubwa wa kesho. Kama jina naitwa Ajira Bakari, ni mjumbe wa mtaa Forodhani. Hii barabara tunayotengeneza ni kati ya miradi tuliyokuwa tumeibua, lakini katika maendeleo tunayoendelea nayo sasa hivi ni kutokana na wananchi ambao tuliweza kuongea nao, wakashawishika kwa sababu nao maendeleo wanayapenda, wakajichanga kwa chochote walichokuwa nacho, tukaweza kutengeneza. Hii barabara inachukua watu wengi. Hii barabara inaunganika na kibarabara kidogo cha ngazi kinachopanda mpaka mlimani kule Kashura mpaka kanisani. Kwa hiyo watu wanaotoka Kitendaguro, Busimbe, Kibeta, Juga, Nyondo na Maruku wanaotembea kwa mguu wanakatiza hapo. Alafu na sisi wenyewe huku chini kuna watu ni waumini wa kanisa hilo la Kashura, wanakatiza hapo kwenda kanisani. Kuna makanisa mbalimbali katika mtaa huu humu kwenye mtaa wetu humu milimani kuna makanisa kama 3. Watu wengi wanakatiza hapa kwenda makanisani. Sisi wenyewe wakazi wa hapa, barabara hii inatusaidia sana. Ni adha gani mlikuwa mnazipata kabla hii barabara kurekebishwa? Kwa kweli adha zilikuwa ni kubwa. Kwanza ujue huko ni milimani, kulikuwa na mawe, sasa kuna shida nyingine ya maji. Mvua zinaponyesha, maji yanaenda vyovyote yanavyotaka, hayana mtaro, hayana mwelekeo. Kwa hiyo hii barabara ilivyotengenezwa kwa zege ni rahisi sana maji kupata pa kupita, yakateremka mpaka kwenye barabara ya rami na kuvuka kuingia wapi? Kanoni. Ila kuna viajali vidogo kwa sababu unajua, kwa sababu zinapita hapa pikipiki, watu walio wengi, kuna kamlima. Kwa hiyo mtu anaona bora nipande na pikipiki mpaka kule juu. Sasa kwenye kupita na pikipiki, barabara ilivyokuwa mbovu ilikuwa ni shida. Watu unakuta wanaanguka hapo, wanaumia, na yenyewe ni adha mojawapo. Kwa hiyo kwa sasa hivi ambapo barabara imetengenezwa, yaani faida ni kubwa, kwa sababu pikipiki zinapita mpaka makanisani na sisi wenyeji tunapita mpaka majumbani kwetu kwa usalama. Forodhani imeandika somo muhimu kwa maendeleo. Si swala la kusubiri, bali ni uamuzi wa kuchukua hatua, na hadithi ya wananchi waliothubutu, wakashikamana na kwa pamoja wakaanza kujenga mustakabali wao.
hadithi inayostahili kusimuliwa, kuigwa na kuenziwa. Hii ni TNTV, jina langu ni Arnold Kelembo. Usisahau kubonyeza na subscribe, like, kushare na comment.